Ndugu zangu wapendwa, watu wa dini zote, nichukue nafasi hii kuwakaribisha katika kipindi cha tujifunze neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo wana wa Mungu, watu wa Mungu, nikimaanisha ya kwamba watu wote, unamjua Mungu, simjue Mungu, lakini neno la Mungu lazima utambue ya kwamba lina faida katika roho yako. Kuna watu wamenenepa, kuna watu wana maisha mazuri, lakini nikukumbusha ya kwamba ukiona mtu huyo amepungukiwa na kitu ambacho kinaitwa neno la Mungu, utambue ya kwamba huyo sasa ni mgonjwa. Na ndio maana katika ulimwengu wa roho ya kwamba mna majina ya watu waliokufa wakati nyinyi bado mnaishi. Kwa hiyo kumbe tunakuja katika neno la Mungu ili tupatie nuru, ili tupatie ufahamu, ili tupatie afya, kwa sababu kama ni vyakula tayari miili yetu inakuwa imekula, lakini kuna kitu ambacho roho inahitaji ilishwe. Ni nini? Ni neno la Mungu. Sasa neno la Mungu mpendwa, leo hii lazima tutambue kuna kitu ambacho Roho wa Mungu ananambia tujifunze siku hii ya leo, kitu kinachoitwa unyenyekevu. Nikukumbushe mpendwa, unyenyekevu, watu walio wengi wameshushwa, watu walio wengi hata kwenye vyeo vya maofisini, wakati mwingine katika mambo ya ulimwengu, watu wameshushwa kwa sababu wameshindwa kuwa wanyenyekevu. Lakini kuna watu wamefungwa kiroho, wameshindwa kwenda katika viwango vingine kwa sababu wamepungukiwa na kitu kinachoitwa unyenyekevu. Kwa maana nabii Isaya sura ile ya 61, Biblia inasema ya kwamba Roho ya Bwana yu juu yangu, kwa sababu Bwana amenipaka mafuta niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Kumbe Mungu wetu, licha ya kwamba analeta neno lake ili tujifunze, target yake anawalenga walio wanyenyekevu wa moyo. Kwa nini mpendwa nao usiwe miongoni mwa wale walio wanyenyekevu? Nikushauri leo sasa, nawe jielekeze katika ulimwengu wa unyenyekevu. Ndiyo maana katika Mithali sura ile ya 15 mstari wa 33 anasema kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya heshima utangulia unyenyekevu. Kumbe kuna kitu ambacho kinahitaji unyenyekevu. Mungu wetu anahitaji tuwe wanyenyekevu. Achana na mambo mengine, lakini Mungu amekusudia wewe uwe mnyenyekevu. Lakini nabii Isaya ukiendelea kwenye hiyo ya kwamba awahubiria habari njema wanyenyekevu wa moyo, bado anaendelea na kusema ya kwamba awagange wale waliovunjika, awatangazie mwaka wa kufunguliwa walio wanyenyekevu. Umeshindwa kutangaziwa mwaka wa neema yako kwa sababu ndani yako umepungukiwa na kitu kinachoitwa unyenyekevu. Unyenyekevu ni kitu ambacho kinaonekana katika utiifu, kinalenga habari yako wewe kunyenyekea. Leo unapolisikia neno la Mungu, unajisikia kunyenyekea kulisikiliza. Unakoabudia wewe, unakoabudu, unasikia kunyenyekea. Ndio maana kwenye kitabu kile cha Mithali 29 mstari ule wa 23 anasema kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kumbe kiburi chako kinaweza kikakushusha hata kwenye habari ya kazi za ulimwengu, hata kwenye ajira zako. Wakati mwingine umeshindwa kupanda vyeo kwa sababu una kiburi, sio mnyenyekevu. Mume wako ameshindwa ukuamini kwenye biashara zako kwa sababu wewe sio mnyenyekevu. Lakini pia ndugu zako, hata wazazi wameshindwa kuamini watoto wao kwa sababu wana viburi, wamepungukiwa na kitu kinachoitwa unyenyekevu. Kwa hiyo nikuombe na nikusii mpendo,
utumie wakati huu mzuri sana kuwa mnyenyekevu kwa Mungu. Ndio maana somo hili limekuja likikulenga wewe huwe mnyenyekevu. Lakini pia kwenye kitabu kile cha Mika sura ile ya 6 mstari wa 8 anasema, mwanadamu, yeye amekuonyesha yaliyo mema, na Bwana anataka nini kwako? Ila akutende haki na kukupenda, rehema na kweli kwa unyenyekevu na Mungu wako. Mungu wetu kumbe anahitaji unyenyekevu. Lakini pia kwenye Sefania 2:3 anasema, mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu. Sefania sura ya 2 mstari ule wa 3 anasema, mtafuteni Bwana enyi nyote mlio wanyenyekevu wa dunia, ninyi mliozitenda hukumu zake. Itafuteni haki, utafuteni unyenyekevu, huenda mtafichwa katika siku ya hasira ya Bwana. Kuna hasira ambazo zinakuja katika nchi. Tunashuhudia wakati mwingine mvua zinanyesha nyingi, wakati mwingine mazao yenu yanaharibika. Yote ni kwa sababu gani? Tumeshindwa kuwa wanyenyekevu. Mazao yanaweza yakaharibika ya watu wote, ila wewe ya kwako Mungu akakunusuru kwa sababu wewe ni mnyenyekevu. Uzuri wa Mungu awezage kuwachoma wenye haki na wenye dhambi. Never ever. Mungu awachome wenye haki na wenye dhambi. Mungu awahadhibu wenye haki na wenye dhambi. Mungu amekuwa akiwatenga makundi makundi. Ndiyo maana katika kitabu cha Mathayo anasema ya kwamba yaache magugu yakue pamoja na ngano. Yule mvunaji anapokuja anasema ya kwamba atakuwa tayari kwa ajili ya kutenganisha magugu pamoja na ngano. Kwa nini? Anasema ngano ataziweka kwenye gara lake, lakini magugu atayafunga matita matita ayachome moto. Kumbe tunaweza tukawa tunaishi na wasiokuwa wanyenyekevu, lakini ghadhabu ya Mungu inapokuja inawaondoa wale walio wanyenyekevu. Nikusii mpendwa, ni furaha yangu kuendelea kujifunza neno la Mungu, lakini pia usisite kuendelea kutusikiliza, kwa maana neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, mimi na wewe. Kwa hiyo nikusii na nikuombe pia, Mungu wetu anakupenda, lakini badili moyo wako ukawe na unyenyekevu ndani ya moyo wako. Watu wengi tumepungukiwa na unyenyekevu. Wazazi wameshindwa kuwaamini watoto wao kwa sababu watoto wamekuwa na viburi, sio wanyenyekevu. Wanawake wametoka kwenye ndoa zao kwa sababu wana viburi, sio wanyenyekevu. Ndio maana ukirejelea hiyo Mithali sura 29 mstari ule wa 23 anasema, kiburi cha mtu kitamshusha, bali mwenye roho ya unyenyekevu ataheshimiwa. Kumbe kiburi chako kimekushusha kwenye ndoa yako. Kiburi kimevunja ndoa yako. Kiburi kimekuondoa kazini. Badilika mpendwa, uwe na kitu kinachoitwa unyenyekevu. Tukiyasikia hayo, Bwana wetu apate kutubariki, lakini pia atutie nguvu. Wasiokuwa wanyenyekevu abadili mioyo yetu tupate unyenyekevu. Amen.